Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika msafara huo na kuweza kusikiza mateso ya Yesu Kristo, umesimama. Najua miguu yako inawasha, mwili wako unaongea, lakini kumbuka Yesu alikuwa amebeba msalaba na kutendewa hiyo yote. Pengine ni mhusika mkuu, na sisi tuko pale tunaangalia, utaweza jua uzito ambao alikuwa nao katika mwili wake na katika moyo wake. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo ambalo pengine tungeweza kusema siku ya leo na kujiuliza, kama kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kuweza kukataa mateso, kusulubiwa na kufa. Hilo ni swali. Na pia tujiulize, wale wote ambao waliimba hosana hosana, mbona basi pia wakaweza kubadilika na wakaweza kumfanya mkola, ili hali waliweza kusherekea huruma na upendo wake Mwenyezi Mungu? Ni kwamba mateso yake Yesu Kristo ni mpango wake Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo ni Mungu, hivyo alijua baada ya faraja nini, baada ya dhiki ni nini? Ni faraja. Baada ya kuumia kuna taji. Aliweza kuona safari yake. Ndiposa tunaona hiyo safari wakati alipokuja hapa duniani. Yohane 10:10 unasema alikuja ili tuweze kuwa na maisha tele. Kweli wengi waliweza kupokea maisha tele, furaha ya Mungu ambayo Yesu alileta hapa ulimwenguni. Hawa wote ambao waliimba hosana hosana, hao wote ni wale ambao walisherekea upendo na huruma yake Mwenyezi Mungu. Wote ambao waliweza kutibiwa, wote ambao waliweza kulishwa, wote ambao waliweza kufufuliwa, na pia hata pepo kutolewa, kama vile tunaambiwa Maria Magdalena. Wote wako katika kundi hili. Walimpenda na kumtambua Yesu kama mwana wa Mungu, kwa sababu aliwatendea mambo mazuri na akawa kama Imanueli, Mungu kati ya watu wake. Hiyo ndio hali yetu wanadamu. Siku zote sisi tunataka tu wakati mambo inaenda vizuri, wakati tunapofanikiwa, wakati maombi yetu inapojibiwa na mipango yetu inabarikiwa na inaweza kutimika kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hiyo hata tunamshukuru Mungu na pia kuweza kumsifu kwa sababu ya mambo vile yalivyo katika upande wetu, uzuri wake. Lakini Yesu anataka kutufunza safari ya maisha, ndiposa akaja hapa duniani. Hata yeye aliweza kumshukuru Mungu kwa sababu watu waliitikia kuacha maisha ya kale na kujiunga na ufalme wa Mungu. Alikuwa na furaha hiyo, na ndiposa watu wakamfuata, kwa sababu wengine waliona wamekula vizuri samaki na mikate, wakasema wacha tumfuate. Hakuna haja ya kupika, hakuna haja ya kulima, tunaye yule ambaye anatupatia kila kitu. Ndiposa wote ambao waliweza kuandamana naye wakawa sasa wanaingia Yerusalemu. Yerusalemu ni safari nyingine ambayo ni ya hosana, Golgotha na kuweza kufufuka. Hosana watu walisherehekea, na tunaambiwa vile ilivyokuwa kwamba watu walitoa hata nguo zao, na pia wakachukua matawi wakayatandika ili Yesu aweze kupita pale juu, na wakaweza kumtandikia hata nguo zao juu ya punda. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunamheshimu kama Mungu, tunampenda, alitutendea mambo mengi. Kila mmoja alikuwa na ushahidi wake. Niliponywa, nilikula, nilitolewa pepo.
Ndiposa wakaingia naye wakimsifu kama mfalme. Ni nini kilichotendeka? Pale Waisraeli walikuwa wanangoja a political leader. Walikuwa wanangoja mfalme ambaye ataweza kuwatoa katika shida ambayo walikuwa nayo wakati ule. Lakini kawa sasa ufalme wa Yesu na ufalme wa wafalme wale wengine ni tofauti. Ufalme wake sio wa dunia hii, na kama angekuwa mfalme basi angekuwa na askari wengi na hakuna yeyote angeweza kumguza. Kumaanisha waliweza kuhusunika na kuwa na wasiwasi. Mbona basi ikawa kwamba yeye hawezi akajitetea hata wakati ako mikononi mwa watesi wake. Na hapo ndipo wengi walikata tamaa. Ikawa sasa wamemgeuka. Mara moja walikuwa wakiimba hosana hosana, tuko pamoja na wewe Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu kati yetu, tumekujua na tuna ushahidi. Mara moja wakageuka wakaanza kusema asulubiwe, asulubiwe, asulubiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu matarajio yao haikuweza kutimilika. Na hapo ndipo Yesu tunaona kwamba katika hali hii aliweza kujikabidhi mikononi mwa watesi wake, kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, lazima ingetimia. Kwa sababu yeye aliona hii ni dhiki, lakini baadaye kuna taji, kuna faraja. Na hapo ndipo akaona, Mungu wangu, kama lazima itendeke, basi wacha mapenzi yako yatendeke, na ikatendeka. Unyenyekevu mkubwa. Na hapo ndipo akaweza kuuawa na kuzikwa, lakini baadaye akafufuka katika wafu na akapaa mbinguni na akaketi katika kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Tumsifu Yesu Kristo. Ingekuwa heri sisi kama wanadamu tujue safari yetu ni safari yake Yesu Kristo. Safari ya Yesu Kristo, the life history of Jesus Christ is our mirror, is our life story as well. Lazima tuwe na safari yetu ya njia ya hiyo. Na nina mambo matatu ambayo tutaongea juu yake. Na mmoja ni kwamba Yesu Kristo alijua sababu gani akaja hapa duniani. Ni kutimiza wajibu wake Mwenyezi Mungu. Na tunaona Mungu alikuwa naye katika mateso yake, ndiposa akajitenga na kuenda kando na kuomba, ili aweze kuwa na uwezo, aweze kuwa na hekima ya kujua yale ambayo atapitia, aweze akalinganisha na taji ambayo atapata. Kumaanisha alikuwa mnyenyekevu mpaka kunyenyekea kufa msalabani kama mkora na kusurubishwa katikati ya wakora wawili, kuaibishwa, kutolewa nguo, kutemewa mate na kupigwa mjeledi. Akavumilia yote kwa sababu ulikuwa mpango wake Mwenyezi Mungu. Lakini baada ya dhiki ni faraja. Taifa la Mungu, hii ndiyo safari yetu. Na kila wakati tunamwona Yesu kwa unyenyekevu na kwa uvumilivu na kwa kutii aliweza kumfuata mapenzi yake Mungu Baba. Hata na sisi ni wa Kristo. Hata sisi ni wafuasi wa Kristo. Na kuwa mfuasi anasikiza na kutenda kulingana na mapenzi ya mkubwa wake, ya kiongozi wake. Na sisi Yesu ni kiongozi wetu. Anatuarifu vizuri siku ya leo, kwa sababu yeye aliweza kutuonyesha mfano mzuri wa kuishi hapa duniani. Lazima tuwe wanyenyekevu. We must be humble to follow the will of our Father, the will of Jesus Christ our God, ili hata na sisi tuweze kufaulu katika maisha ambayo tupo. God is good. Tunamwona kwa unyenyekevu wake katika hali yake kuingia katika mateso. Zamani watu ambao walikuwa na ukuu katika jamii walikuwa wanabebwa na farasi, lakini huyu kwa unyenyekevu wake alibebwa na punda. Nasi hata na sisi tunastahili kuwa katika hali ile, ili tuweze kupata neema ya Mungu, kunyenyekea na kuishi kama yeye alivyoishi. Tujue kwamba mateso katika maisha, kuhangaika katika maisha
ni kawaida na ni hadithi yetu kama wanadamu. Kuna wakati mwingine Yesu aliweza kuleta watu pamoja na akafurahi kwa sababu umati umekuwa mwingi, wameamini Injili na kujiunga na ufalme wake. Lakini kuna wakati ulipofika, tunaona wale wafuasi pia waliweza kumtenga, waliweza kumchapa mjeledi, waliweza kumkana, waliweza kumtusi, waliweza kumsulubisha, hata kumzika. Hata na sisi katika maisha yetu, taifa la Mungu, ni kawaida kukutana na mawimbi kama haya. Ni kawaida hata kuwa wagonjwa. Ni kawaida ya kukutana na vifo katika maisha yetu. Ni kawaida hata kujikuta katika utata katika familia. Ni kawaida sisi kujikuta katika hali ngumu ya maisha. Lakini kitu ambacho tunaelewa, hatuko peke yetu. Na ndiposa Yesu anasema, kama lazima ninywe kikombe hiki, basi wacha mapenzi yako itimie. Na sisi hata katika maisha yetu, kama ni hivyo hali ya maisha ilivyo, basi Mungu wetu uweze kuwa pamoja na sisi. God is good. Alijua mwishowe atashinda. Alijua mwishowe watesi wake watamtambua kwamba yeye ni Mungu. Hata na sisi twajua katika safari yetu ya unyenyekevu na hali yote ambayo tunapitia, hatuko peke yetu. Lazima tujiulize, Yesu alikuja kwa nini hapa duniani? Alikuja kutimiza mapenzi ya Baba yake. Mapenzi ya Baba yake ilikuwa pamoja na mateso ambayo alipitia. Hata na sisi katika maisha yetu, mateso ambayo tunakutana nayo, changamoto ambazo tunakutana nazo, ni mpango wake Mwenyezi Mungu, na Mungu anajua tutafaulu na mwishowe tutaweza kupata faraja na tutaweza kupata baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wetu awe pamoja nasi katika mwaka huu wa 2026. Ni mwaka wake. Ni mwaka ambao anatuelewa sisi katika hali ya maisha yetu. Na kama Mungu ataingilia kati ya maisha yetu, kama vile alivyoingilia mateso yake Yesu Kristo na akafaulu, hata na sisi hatuna budi kufaulu tukiwa katika upande wake Mwenyezi Mungu. Tuseme amen. Jambo lingine, Yesu Kristo katika masomo ya siku ya leo, Yesu anahitaji tuwe na moyo safi, moyo wa kumfuata bila tashwishi, kwa imani na matumaini. Yesu Kristo alisema, nataka kuingia Yerusalemu, na akaambia wanafunzi wake, nendeni mkamtafute punda fulani, mtamkuta amefungwa pahali fulani. Na mwenyewe akiuliza, mnataka nini na huyo punda? Mumwambie na muhitaji. Kumaanisha Yesu alitaka huyo punda ambaye hakuwa ametumika, hakuwa amepandwa na mtu yoyote, hakuwa amebeba mtu yoyote. Yule alikuwa msafi, alikuwa hana doa yoyote, alikuwa hana laana ama nini, hakuwa na ishara yoyote ya kuonyeshana amewahi tumiwa na mtu yoyote. Kumaanisha alikuwa msafi. Napo ndipo akaambiwa, mwambieni mwenyewe na muhitaji. Kumaanisha hata sisi Kristo anatuita siku ya leo tuwe na mioyo safi, kwa sababu anataka atutumie katika maisha yetu. Anasema na kuhitaji wewe na mimi, na uje vile ulivyo ukiwa na usafi wa moyo. Hii ni Pasaka ambayo tutapokea Kristo mfufuka, ambaye atafufuka na hali zote na nguvu zote, na ataweza kuwakabidhi wanafunzi wake nguvu zake, hivi kwamba hawatawezwa na safari ambayo waliweza kuwa nayo wakati walikuwa wanasikia kwamba ako kaburini. Walikuwa na wasiwasi. Hata na sisi tunastahili kuwa tunampokea Kristo tena katika Pasaka hii, ili aweze kuishi pamoja na sisi. Lakini sisi tu wasafi. Angalia mgeni huyu ambaye anakuja kwako,
Anasema anataka kulala pale, lakini hauna chumba kingine. Uko na kichumba tu ambacho unaweka vyombo vyako, kila kitu unaweka katika hiyo chumba. Huyu mgeni atalalaje pale? Atasikia sawa akiwa pale? Hata wewe hautaweza kuona ni sawa, kwa sababu kila kitu kiko pale, kizuri na kibaya. Ndivyo mioyo yetu ilivyo. Na ndiposa katika juma ambalo tumeanza siku ya leo, tutakuwa na wakati wa kuosha nyumba zetu, kuosha nyoyo zetu. Tutakuwa na nafasi ya kuweza kujikabidhi katika sakramenti ya kitubio, ili nyoyo zetu ziwe safi. Kristo akija ndani mwetu tuweze kuwa tumepona. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika nyoyo zetu kumejaa kutosameheana, kumejaa kutohurumiana, kumejaa kusaliti, kama vile hao watu wanavyomsaliti Yesu Kristo. God is good. Nakumbuka kwamba kuna huyu kijana ambaye aliweza kuzaliwa katika familia, lakini wakakosana na babake. Kumaanisha kijana alitoa maneno mengi, maneno hakuyapima, na akamwambia babake itakuwa siku ya kwanza, siku ya mwisho kuwa katika familia, na akaondoka. Na baadaye akaenda mbali, akafanya kazi na alifanikiwa, ni kweli. Lakini kuna kitu ambacho kilimsumbua sana, yale maneno ambayo alitoa katika moyo wake akimrushia mzazi. Kila wakati alipoenda kanisani, kila wakati alipofanikiwa katika kazi na katika familia yake ambayo ilikuwa nzuri sana, kuna kitu ambacho kilikuwa kinakuja ni kama kilitendeka jana na ni miaka mingi. Maneno ambayo alimrushia babake, hata kumwambia haustahili kuwa babangu, hata kumwambia itakuwa ni siku ya mwisho kuweza kuja kuwa hapa na wewe ukiniona. Ilikuwa inamsumbua sana. Na yule kijana ikawa kwamba hata kama amefanikiwa kwa yote yale, kwa kazi zake, kwa familia yake, hakuweza kuwa na amani, hakuweza kufurahi. Kila wakati alikaa amekonda. Bwana Yesu asifiwe. Usiende sana. Alikuwa amekaa amekonda, mawazo mengi kwa kichwa, mawazo mengi katika moyo. Baadaye akasema, haya sio maisha ambayo nilitarajia. Na wakati alipojiangalia katika maisha yake, akaona ni heri niwe maskini lakini niwe na amani. Ni heri niwe na familia ambayo haijashika vizuri lakini niwe na amani. Amani yangu imekosekana kwa sababu ya kumkosea baba yangu, kutomhurumia baba yangu, kutompenda baba yangu, kumdharau baba yangu. Kukaa kidogo akasikia babake amegonjeka na ako hospitalini. Na akasema wacha niende nikamwangalia hata kama ni miaka mingi. Kufika katika mlango wa hospitali, anajaribu kuingia, bado anasikia hana nguvu. Anarudi tena nje, anajiuliza atanikumbali, atanisalimia, atanisamehe, hata pengine atafunga macho yake, atanitupilia mbali. Ilimbidi akae kama lisali moja akitafakari. Hana nguvu ya kwenda kumwangalia yule mzazi ambaye alimrushia maneno, lakini akapata nguvu, akapushi mlango, akamwona babake amelala kitandani. Babake wakati alimuona katika udhaifu wake wa mwili, alifungua macho, akasmile, akafungua mikono yake, na hiyo kijana naye akafungua mikono yake, akamkumbatia babake, na babake akamkumbatia. Babake akamwambia nimepona, naye kijana akamwambia nimepona. Wote wakawa na amani kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Mpigieni Mungu makofi tafadhali. Hata na sisi taifa la Mungu tutapona. Tunakutembea kwingi, tumekuwa mbali sana na baba yetu, tukiwa na wasiwasi kama ataweza kutupokea vile tunatupokea. Tunajua vile tumefanya dhidi ya baba yetu,
Lakini kumbuka, baba yetu ni kama yule baba ya yule kijana. Hakumuuliza mbona ukanitusi, hakumuuliza umetoka wapi, hakumuuliza mbona umechelewa kuja kuniona nikiwa mgonjwa. Hakuyakumbuka yote ambayo kijana alimtendea, naye kijana hakukumbuka yote ambayo baba yake pengine alimtendea. Wote walikamatana na wakaweza kupona, kwa sababu lazima tupone na safari yetu iendelee katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Kupona kwetu ni kumrudia Mungu wetu. Kupona kwetu ni kuwa na moyo safi, ili Kristo akija anikubatie, akukubatie. Hana complain kwamba pahali umeniweka katika moyo wako ni safi, najua. Naye akija kukukubatia, basi uwe na moyo safi, kwa sababu sisi tu watu wa Mungu, taifa la Mungu, taifa takatifu, na maisha yetu itabadilika kwa baraka zake Mwenyezi Mungu katika Easter hii. Jambo la tatu ni kwamba tusiwe wasaliti. God is good. Tusiwe wasaliti. Kumbuka, taifa hili lilitendewa mema na Mungu. Wengi waliponywa, wakala, wakatolewa pepo, na wakawa rafiki wa Mungu, wakawa na ushirika naye, wakatembea pamoja kutoka Galilaya mpaka Yerusalemu, wakiimba Hosana, Hosana, Mungu wetu tunakusifu. Lakini baada ya siku chache, baada ya kutambua kwamba hakuwa na uwezo wa kujitoa katika watesi wake, walimsaliti na kuanza kusema asulubiwe, asulubiwe, asulubiwe. Hata na sisi, kila mmoja wetu, baada ya kubatizwa na tukaambiwa umemkataa shetani na mambo yake yote, na tukapatiwa kitambaa cheupe, moyo wetu ni mweupe kama kicho kitambaa. Tukapatiwa mshumaa, yule anatuangazia katika maisha yetu ni Yesu Kristo, hakuna giza tena. Lakini baada ya siku chache, mshumaa ukazimika, kitambaa kikawa kichafu. Tuko wapi? Ni kama tumemsaliti nani? Yesu. Tumemsaliti kabisa. Lakini sasa anasema, ijapokuwa kumetendeka hivyo, ako na huruma na upendo mwingi, ndiposa atakufa msalabani kwa jinsi hii. Na mpenda jinsi hii. Mnaponirudia, nitawarudia nyinyi, mtakuwa watu wangu. Tusiwe wasaliti, tuweze kuishi kulingana na dhamiri zetu, kuweza kulingana na vile tulivyokiri wakati wa ubatizo, ili mwisho katika Pasaka hii tuweze kuwa na baraka zake Mwenyezi Mungu, tuweze kuwa na baraka zake Yesu mfufuka, ambaye ataishi ndani mwetu, na ili tuweze kupona na tuendelee katika maisha yetu na kufaulu kwa kila jambo ambalo tutakuweza kutenda. Mbarikiwe.